tuna 3 air defense systems, kuna David Sling, kuna Iron Dome. Hizo ni ngapi? 28 ambazo shambulizi la Iran inapotoka anatakiwa vuke vikwazo vyote mpaka anapopiga. Jamani, tumwekee heshima Muiran. Sio kazi ndogo. Hizo defense system zote nilizokutajia 28 mpaka unapoona kombora la Muirani linaenda linapiga ndani ya Tel Aviv pale, ujue imepiga vimekwepa kote. Apewe heshima yake. Apewe. Kwa hiyo offensive capability sasa ndo hapo. Au nchi zingine wa NATO unafikiri wa mziki wao wanaotaka? Umeona? Waarabu unafikiri wanataka kuingia pale baada ya kuona hicho kinachoendelea? Nadhani jibu lako nimekupa. Umelijibu vizuri sana. Naam. So far Smart, tugeukie sasa kwenye maswali ya watu waliotuuliza. Swali la kwanza ambalo naulizwa sana na tunaliona, sio kama naulizwa, unaulizwa sana na sehemu ya comments. Smart amepungua sana. Hebu tuwajibu kwanza ili watazamaji wetu Smart. Hizi gorgeous. Nimepungua kwa sababu nimetaka kupungua. Mwaka jana nilikuwa nimenenepa sana. Na nimejielimisha vya kutosha. Nimejielimisha, nimeshiba. Maswala ya kiafya, kitu gani kinampelekea mtu kunenepa, kitu gani anatakiwa afanye, madhara yake yakoje, jinsi ya kupungua. Kiasi kwamba mimi naweza nikapungua, nimepunguza kilo 12 bila kufanya hata mazoezi. Kweli? Kilo 12. Nilikuwa na kilo 92. Kwa hiyo ninajua chakula gani nile, chakula gani nisile, nitumie kitu gani, nisitumie kitu gani, nifanye mfumo gani ambao na faida zake na hasara zake. Na sifuatilii hawa wataalamu wa dokta ambao ni mainstream, ambao wamekuwa programmed na elimu ya John D. Rockefeller ataingia mwaka 2005. Kuna watu ambao ningeweza kuwashauri, kamtafute mtu kama Dr. Beg, kamtafute mtu kama Barbara O'Neill, Dr. Sebi na wengineo. Kwa hiyo nimepungua kwa chakula na sasa hivi nausikia mwili wangu ni mwepesi. Yani kipindi cha nyuma nilikuwa najisikia tu niko ovyo ovyo, yani sina nguvu, yani najisikia jamani, mtasamee mabati huko nje. Ndio hivyo yani, makelele ni mengi. Anyway, kwa hiyo nimepungua. Nilianza kupungua kwa sababu nilianza mfumo maalum wa diet baada ya kujielimisha vizuri. Hapa kati niliumwa, ikasaidia nikapungua kama kilo 2-3 za ziada. Umeona? Alafu nimeendelea. Nitakuonesha kwenye mizani, tutaweka uone. Sasa hivi niko chini ya, nimefurahi kwamba nimebreak 80. Niko 79 point. Target yangu nataka nifikie kilo 75. Na ambao watauliza tu nimeweza kufanyaje? Formula ni 3. Watu wangu wote waga na wapa formula 3. Hiyo hapana sasa. Hata kama uvumilivu sasa. Hivi chaji yake umetembea na mabati huko tukipigia kelele. Tumalize kwenye kupungua. Kwa sababu kuna pia siwezi kuwalaumu kwa sababu unaona shughuli zao. Huwezi kwa sababu mimi nina shughuli yangu nimzue mtu mwingine. Yani nimeenda tu kuomba kidogo sauti ipungue. So formula ni 3. Cha kwanza, punguza mafuta yote. Kama asikii hivyo. Basi tuendelee tu. Punguza mafuta yote. Canola oil, seed oil, vegetable oil. Hakuna vitu ambavyo vina madhara katika afya yako kama aina hayo ya mafuta. Nikipata nafasi huwa nina fuse afya. Unajua mimi nazidiwa vitu vingine inabidi niviache. Kama fuse afya nimebidi niache, lakini nishaikutoaga kuhusu sukari, nishaikutoa kuhusu non-stick hizi na vitu vingine. Sema nzuri sana hiyo sema. Nzuri, nazidiwa. Unajua ni one man army. Kila kitu nafanya mwenyewe. Kwa hiyo inabidi niache kazi nifanye kitu kingine. Natamani, nishasema inshallah nikiwa na team nitaweza kufanya vitu vingi kwa pamoja. Kwa hiyo hayo mafuta yote yaache. Kama kweli unataka, yana madhara kwako wewe kushinda unavyoelewa. Most of them kwanza zimepigwa bleach, kingine they are not safe, kingine ni processed, hydrogenated, vitu vyote ambavyo vina madhara kwenye afya ya binadamu. Alafu yanaenda yanakuwa kama hata mwili uwezo wake wa kuyachakatua yale hayana. Hiyo ya kwanza. Sasa swali litakuja, unatumia mafuta gani? Mimi binafsi natumia mafuta aina 2 mpaka 3. Kupika na kila kitu natumia mafuta ya nazi. Katika mafuta yenye faida kwenye mwili wa binadamu ni mafuta ya nazi. Na sisi tumebarikiwa huko. Nazi zipo kila sehemu.
ambayo ni cold press virgin. Usitumie mafuta ambayo yamekuwa extracted kwa kemikali. Ndio maana hata mafuta mengi ambayo yanakuwa extracted, haya niliyokutajia, canola oil, vegetable oil na aina vingine, yanakuwa extracted kwa kemikali, yana madhara. Tumia virgin cold press coconut oil. Mimi ndo natumia kupikia kila kitu. Mafuta mengine ambayo natumia ni extra virgin olive oil. Olive oil ina madhara sana. Kuna baadhi ya watu ambao wanaongelea boiling point au smoke point. Coconut oil ina smoke point juu zaidi kushinda olive oil, na kuna mafuta ambayo yakishafikia smoke point yanafanya oxidization, yanaanza kutengeneza kama sumu ambazo zinasababisha kemikali kwenye mwili wa binadamu. Lakini olive oil ni mti mtakatifu. Ndio maana hata ukifuatilia manabii kama nabii Musa, nabii Ibrahim na wengine walikuwa wanatumia, na hata sisi tuna kwenye aya ya Qur'an imetaja watini wa zaituni ni miti miwili mitakatifu. Sawa. Kwa hiyo ile oil ile inapofikia smoke point ina badala ya kufanya oxidation ina vimelea ambavyo vinazuia kufanya oxidation. Kwa hiyo olive oil ni mafuta ambayo ni safe sana. Ya tatu main ni samli. Ukipata samli ambayo ni asili, ambayo imekuwa extracted kiasilia kutoka kwenye grass fed cows. Ng'ombe sio wanaolipishwa haya vyakula ya kisasa wananenepesha ovyo, ambaye anakula majani ya kawaida. Hayo ni mafuta ambayo yana faida sana kwa mwili wako. Yes. Na uelewe sio kwamba kila mafuta yana madhara kwako. Kuna mafuta mengine yana madhara. Moja ya misconception ambayo tumedanganywa kwamba calories zina madhara kwa mwili wa binadamu. Hivi unajua 80% ya ubongo wa binadamu ni calories. Na ubongo unapoishiwa calories unachukua kutoka kwenye mwili unazihamishia. Yes. Calories, kuna calories ambazo sio rafiki, ambazo ni mbaya, ambazo ndio zinatengenezwa na haya mafuta ambayo sio rafiki. Moja ya vyakula vyenye faida sana kwa wanadamu ni avocado, ambayo ina calories lakini ni rafiki, umeona, kwa mwili wa binadamu. Sio kila sukari ina madhara. Kwa hiyo ni upande wa mafuta. Upande wa pili, kata every processed food. Chakula chochote ambacho ni processed, ambacho kimeenda kiwandani, majuisi, masoda, unga wa ngano ambao umekuwa processed, mikate, chocolate, sijui nini, baadhi ya fast foods ambazo ninazotumia, ketchup na vitu vingine. Kama unajua vitu ni vigumu, ndio maana watu wanashinda. Lakini kama unataka kuwa kama Sma ambaye nimeweza kupungua na ninajisikia mwepesi, inabidi ujiwekee nidhamu. Na utapungua bila kutumia bila kufanya mazoezi, lakini sio kupungua tu, mwili wako utakuwa healthy. Hiyo ya pili. Every processed food kata. Ya tatu ni sukari. Sukari kata. Especially sukari nyeupe ambayo ultra refined haina faida yoyote kwako. Sukari ambayo iko kwenye vinywaji, soda, pombe, wao wanaweka baadhi mule, ambayo iko kwenye chai, sijui vitu vingine, ni vitu vingine vya kukata. Jitahidi upunguze hizo kadri ya uwezo. Mimi nimeshift. Mimi natumia huu mwaka wangu wa 4 sijui wa 5 natumia asali badala. Alafu siku nyingine nitakuja kuambia kuna vitu vingine ambavyo ni nzuri za kudetox. Let's say asubuhi waga napenda natumia chai na changanya tangawizi, alafu black pepper. Tumieni sana, nashauri vitu hivi ni faida tu. Vitu vikuu viwili, black pepper, pilipili manga. Mimi karibia kila chakula lazima niweke. Black pepper ndo kama funguo ya seli. Inafungua seli za mwili ziweze kuabsorb vitamin na vitu kama hivyo. Na ukitaka unaweza ukanywa maji lakini bado ukawa dehydrated. Unakunywa maji lakini huoni kama mwili unapokea maji. Weka chumvi kidogo. Inasaidia mwili kuabsorb maji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndakuja kuambia kuna chai zingine ambazo huwa nazitumia mimi ndo kama hizo, unachanganya. Manjano ina faida sana, pilipili iliki ina faida sana, abdalasini ina faida sana, mafuta ya basoda ina faida sana. Kuna aina zingine ambazo nazitumia, lakini that's a story for another time. Kwa hiyo hicho ndo kilichopekea nimeweza kupungua kilo 12 bila kufanya mazoezi, lakini pia kupunguza kula ovyo. Okay, yes.
Maswali ni mengi kusema kweli. Swali la pili, Sma, afu nitakuwa baadaye nije nianze kwa mention na majina ya watu. Swali la pili nimeulizwa bana, unatumia sana Kiingereza. Nimeulizwa sana na watu bana. Kiingereza kingi sana Sma, tuelewi bana. Tunawapa jibu gani watu hao? Ni kweli natumia maneno ya Kiingereza. Ila ukiyachukua uweke kwenye asilimia utakuta yazidi 5%. Lakini tangia nimeanza elimu yangu mpaka nilipofikia nimefundishwa kwa Kiingereza na masomo yetu nimesoma sana Kenya na nchi zingine na hata taarifa tunazozipata huko kwenye mitandao ziko kwa Kiingereza. Kwa hiyo tumeathirika kwa kiasi fulani na Kiingereza, lakini ndio maana tuko kwenye Fikra Zinduka kujaribu kuziondoa. Ila kitu ambacho huwa ninafanya kwa sababu kuna maneno mengine ya Kiingereza ambayo ukiyatafsiri kwa Kiswahili kwanza ni ngumu, ya pili hata ukimtafsiria Mswahili anaweza asiyajue. Juzi hapa tumekuja kujua password ndo nywila. Sawa, ni nywila. Sawa. Kisimbuzi ndo decoder. Sawa. Kuna maneno mengine ya Kiswahili yamebuniwa juzi live mubashara. Kuna maneno mengine ambayo yamebuniwa juzi kulikuwa hakuna AI. Baada ya kuibuka AI wengine wamesema akili bandia, wengine akili mnemba. Sawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya maneno ya Kiingereza ukiyatafsiri kwa Kiswahili huenda wote tukapotea. Tusielewe kabisa wote. Kwa hiyo ila ukinisikia nimeteja sentence au nimeteja neno la Kiingereza kama hujaelewa wewe fuatilia, huwa na tafsiri siku zote, najitahidi kadri ya uwezo wangu. Nikitumia neno la Kiingereza lazima nilitafsiri. Kwa hiyo hiyo isikusumbue. Naam. Okay, sawa. Swali la tatu anaitwa Mohamed Kijaji. Yeye ameuliza swali hivi, naomba nisome kabisa hivi. Mohamed ameuliza hivi, muulize Sma, kuna uwezekano Marekani wakatumia nuclear kulipa visasi kwa nini? Kwa nguvu, endapo Marekani ikitumia nguvu. Sasa yeye alipe kisasi jana wakati ndo mchokozi. Sema atumie nuclear kujilinda. Hivi vita ninavyoviona madhara ambayo Iran amesababisha kwa Marekani na Israeli ni makubwa mno na hawawezi kusustain hivi vita. Taarifa ambazo tumekutana nazo ambazo of course ni open source, walijaribu kumtumia Muitalia kwa ajili ya kumwambia Iran watake ceasefire. Wamejaribu kutumia njia zingine kumwambia Iran watake ceasefire. Iran kasema hapana, na Iran kasema kabisa kwamba tumekataa ceasefire. Kwamba waliomba ceasefire, Iran kakataa. Na nimemsikia msemaji wao akisema this time mara vita vya mwanzo tulikuwa kwenye negotiation table, tuko kwenye meza majadiliano, mkatushambulia wakati tuko kwenye meza majadiliano. Tena mkashambulia meza yani waliokuwa wanajadiliana. Nakumbuka ile Qatar ile Israeli alivyoshambulia watu wako kwenye majadiliano kabisa pale. Sawa. Ya pili same thing, Oman yuko White House kule anatangaza kwamba majadiliano yamefika vizuri, wameshambulia. Anasema safari sio kwamba nyinyi mnashambulia mnapotaka na mnaamua vita viishe mnapotaka. Hakuna kitu kama hicho. Sasa hivi moto unaendelea mpaka museme ni kwa sababu gani kwanza mmeshambulia na kitu gani kimekupelekeeni mshambulia wakati tulikuwa kwenye makubaliano. Ila moto unaendelea. Sasa Iran kwa tathmini yangu mimi hivi vita anaweza akaendelea navyo mpaka miezi mitatu. Israel na Marekani hawawezi kuendelea na hivi vita zaidi ya wiki 2 mpaka mwezi mmoja. Yaani ikifika mwezi mmoja hali yao itakuwa mbaya sana. Kwa sababu gani? Hivi vita sio vita vya nani ambaye anaweza akampiga mwenzie ngumi nzito. Ni vya nani ambaye anaweza kuhimili kupigwa. Kuna vita vya aina mbili na nitakutolea mfano. Kuna vita vya Tyson ambaye yani akiingia kwenye 18 na kupiga pakati na kupiga mkono wako wa kushoto kakumaliza. Watu bado wako wanaingia kwenye ukumbi kashamaliza game. Ambayo ndo aina ya vita ambavyo Marekani ndo anaviweza. Vya haraka vile. Shock and hour achomoki. Sawa? Alafu kuna vita vya Muhammad Ali ambaye anakupiga mpaka mwenyewe anakubali kwamba nimepigwa. Sawa? Anaenda naye taratibu. Na mfano mzuri ni Rambo in the Jungle ambapo walipopigana Muhammad Ali pamoja na George Foreman. George Foreman alikuwa ndo bingwa wa dunia. George Foreman alikuwa anaogopeka kwa ngumi zake nzito. Wapinzani ambao walipigana na Muhammad Ali na wakampa wakati mgumu, Foreman aliwapitia kapopopua faster. Sawa?
Mohamed Ali anaenda kupigana na Foreman. Mohamed Ali ni underdog. Foreman ndo bingwa dunia, alafu ana ngumi zito sana. Ila ilikuwa ile inaitwa war of attrition, kwamba tuone nani last man standing. Foreman kapiga sana ngumi na Mohamed Ali alitumia mbinu ambayo inaitwa rope dope style. Kawaida yake alikuwa na mfumo ambao ulikuwa unaitwa sting like a fly like a butterfly. Lakini this time, kwa hiyo Foreman kapiga sana ngumi na ngumi zake zilikuwa zina uwezo sana. Mwisho wa siku uwezo wake wa kuzuia kuhimili kipigo ni dhaifu. Kwenye raundi ya 8 nani kampa kipigo kimoja amazing Mohamed Ali, jamaa chali hakunyanyuka. Yani kapigwa, yani hakunyanyuka tena. Kwa hiyo hivi vita sio nani ana uwezo wa kupiga sana, ni nani ana uwezo wa kuvumilia kipigo. Sio, unanielewa? Marekani ana uwezo wa kupiga sana. Israeli ana uwezo wa kupiga sana. Iran ana uwezo wa kupiga sana. Nani ambaye ana uwezo wa kuvumilia? Ndio vitakavyoamua hivi vita. Na hapa ndo maana nasema Iran, kwa tathmini yangu mimi, ana uwezo wa kuvumilia hivi vita kwa miezi mitatu. Marekani na Israeli kwa moto unaoendelea sasa hivi, wiki 2 ya watoboi. Yani imezidi sana, ni wiki 4 ambazo labda ni mwezi. Ila hiyo nimesema na mjibu jamaa. Kwa hiyo kitakachotokea ni moja kati ya vitu vitatu. Ya kwanza, tusishangae tukianza kusikia maongezi ya nuclear. Marekani akiongelea nuclear, Israeli akiongelea nuclear. Wakiona moto umezidi kuwa mkali kwao. Sawa? Hiyo ya kwanza. Ya pili, ni kama kawaida yao kwenda kuwaita sasa washikaji zao, majeshi ya kukodi, Ufaransa, Uingereza, Ujerumani na washirika wao waje kumsaidia. Hiyo ya pili. Ya tatu, ni nchi za Gulf zote kwa pamoja kuamua kumshambulia Iran. Hiyo na ndio hicho alichokuwa anajaribu kukifanya nani? Mossad, kwa kulipua visima vya mafuta ili ionekane ni Iran kashambulia, ili yeye hizi nchi ziingie. Yes. Na iwapo itatokea hiyo, atakaifaidika ni Israeli, kwa sababu wataangamizana wenyewe kwa wenyewe, watadhoofishana wenyewe kwa wenyewe. Israeli atabaki kuwa juu, itakuwa rahisi kuchukua sasa lile pande lake kubwa, naye niliyasema tangia kwa hiyo kuna hizo option hizo tatu. Yes, ambazo huenda ndo zikatokea. Bwana Mohamed Kijaji, swali lako kuhusu uwezekano wa Marekani wakatumia nyuklia endapo Iran ikilipa visasi kwa nguvu zaidi, jibu lako limepatikana hapo. Swali la mwisho, kuna hili limeulizwa sana. Sasa hili sio kwako wewe tu, lakini mimi naweza nikakutetea, lakini sitaki nikutetee kwanza, nikuulize tu lakini swali. Japokuwa wachambuzi wengine pia wameambiwa kwenye hili kwamba anasema kwamba huongelei siasa za ndani. Anaitwa nani huyu? Bwana John ameuliza hivyo, huongelei siasa za ndani. Naomba angalia kidole changu. Nimefanyaje? Umeninyoshia kidole. Kidole kingapi? Kimoja. Hivi vingine vinamwelekea nani? Wewe. Mimi. Kwa hiyo wewe unaponiambia mimi, wewe si ufanye? Kitu gani kinachokuzuia wewe? Umeelewa? Sauti unayo. Unaonesha unajua hivi vitu. Mpaka una comment pale, sawa? YouTube channel unayo. Fanya. Kwa nini utake kumpangia mtu mwingine afanye? Hiyo ya kwanza. Naomba nikuulize wewe. Sisi tumechambua tujachambua mambo yetu? Bwana, tumechambua bwana sana. Watu wa hivi hawakosekanagi huko, yani kwenye mitandao hawakosekani. Alafu hawa ndo wale red car theory. Wana jambo lao ambalo wanalitafuta. Nadhani tumechambua vya kutosha na tumeelezea tena kwa njia ya kujenga. Sawa? Kwa hiyo watu kama hao wakosekani. Kwa hiyo niwaambie tu jamani, na nyinyi fanyeni. Hamna mtu anakuzuia na nyinyi kufanyeni. Fanya. Yes. Kwa faida ya mtazamaji, Sma alizungumzia tukio la mwanajeshi wa Marekani kuja Tanzania, interview na almost karibia watazamaji 200,000 kwenye YouTube. Sma amezungumzia kuhusu maandamano ya kabla na baada na nini kifanyike, mpaka kaambia watu kuhusu kununua vitu, kufanyaje mtaweza kuhimili. Sijajua hili swali Sma, pengine mtu ameliuliza tu jioni, lakini Sma amezungumzia sana. Labda wachambuzi wengine labda kwenye hili ndio lizungumzie. Sasa Sma, unajua tumezungumza mambo mengi sana na kikweli watazamaji wetu inabidi sasa wakapate hiki chakula wakile sasa vizuri. Lakini wenye maswali tutakuwa tunachagua maswali 5
kama muda utakuwa unapatikana pia tutayaongeza. Uliza swali lako chini, interview inayofuata tumuulize swali gani Sma. Mimi nakuja na maswali yangu na Sma pia Santoma anasema bana tulizungumzia hili kwa faida ya mtazamaji wetu, lakini na wewe pia sasa tuambie una maswali gani ili pia tunayauliza pia. Asante kwa wewe ambaye umetazama, si ndio Sma? Ndio hivyo. Ndio. Alafu niwaambie tu kwamba sasa hivi wategemee kutakuwa kuna updates mara kwa mara. Yani kwa sababu Sma kama nilivyosema na kila kitu ni Sma. Shughuli zingine ili yani unaona hapa nikimaliza natakiwa niende, kuna sehemu natakiwa niende. So kuna Sma niko peke yangu. Natamani sana nije niwe na timu. Natamani kama kuna mtu ambaye ni mtaalamu wa kushuti na kuedit. Sina uwezo wa kulipa sasa hivi. Kama utaweza kujitolea kuja kusaidia Fuse, karibu sana. Natamani niwe na hostess wa kike. Kama kuna mwanamke ambaye sio lazima uwe umesomea, una vibe, unajijua kwenye kamera, uko fresh nini, unaweza ukajitolea. Sina uwezo wa kukulipa, karibu. Kwa hiyo natamani nije niwe na timu inirahisishie hizi kazi, kwa sababu hapa nikimaliza tena inabidi kuedit hii. Sawa. Kwa hiyo lakini tunajitahidi. Kwa hiyo ila tumeshaweka utaratibu. Kwanza tutakuwa tunachukua maoni yenu kwenye comment section. Cha pili tutakuwa labda tunaruka siku moja. Leo kwa hiyo kama kesho tukiruka, kesho kutwa tunakutana tena, tunakusanya mambo yote tunayapiga kwa pamoja. Kwa hiyo hivyo, lakini katikati nitakuwa pia natoa update tofauti. Ila pia nikwambie tu, ukitaka kupata wepesi wa content zangu, kuna YouTube channel, WhatsApp channel yangu ile ambayo unaweza uka subscribe pale ukapata. YouTube channel yangu DJ Smart 255. Kama unataka kushow love, kuboresha Fuse yetu, natamani Mungu akijalia hata kipindi tunachokuja tufanyie kwenye studio yetu ambayo haijakamilika. Tajia namba Sma. 07 okay, ambao mko nje nchi ni +255 0764 124 124. Ukituma chochote hapo kinafika. Naomba nisisitize, kuna watu wazito sana kuelewa. Hii namba sio usipige simu, haipokei simu. Ni WhatsApp message tu. Sio WhatsApp call, wala sio simu ya kawaida, wala sio text. Kila mtu anaitumaga text huwa ninamjibu. Kasoro kuna wale washikaji, mtu anakutumia ni aje oi inakuaje? Sasa wewe unamjibu nini? Kweli. Njoo straight to the point, nitakujibu. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kwa mtu yote ambaye angependa kushow love, na kama ungependa kusponsor pia karibu sana. Mtazamaji, asante sana kwa wewe umetazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera alikuwepo Rizki bwana. Asante.